Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli. Ile taarifa iliandikwa na Middle East Eye, ambapo ilikuwa tu imenukunukuu baadhi ya maafisa, lakini ile taarifa imekuja rasmi. Taarifa ile imekuja rasmi, imeletwa na Karim Khan mwenyewe. Halafu unajua, baada ya Karim Khan kutoa ile waranti ya kukamatwa kina Netanyahu na Gallant, siku hiyo hiyo Marekani ikampa kesi ya unyanyasaji iliyofanyika ndani ya Marekani kwa msaidizi wake. Kwa hiyo mahakama ya ICC ikamweka pending mwezi wa 5 kuanzia mwezi wa 5 ikamsimamisha. Akae pembeni ili apishe uchunguzi huru wa wa Umoja wa Mataifa wachunguze. Kwa hiyo tume ikaundwa kwa ajili ya uchunguzi kupata majibu kuwa je, ile kashfa ilikuwa ni ya ukweli au sio ya ukweli. Sasa ile taarifa jana imetoka lakini imekabidhiwa, haijasomwa. Sasa tunasubiri siku yoyote tutaipata taarifa rasmi ambayo itasomwa kutupasha kuwa na kujua kuwa ni kweli Karim Khan alihusika kwenye zile kashfa au kashfa zilitengenezwa baada ya yeye kugomea kile ambacho alikuwa amepewa sana na viongozi wa Magharibi kuwa usitoe waranti ya kukamatwa ya Netanyahu au viongozi wa Israeli, usitoe. Sasa ile taarifa ya kuwa kuna kiongozi mkubwa sasa ameisema Karim Khan, na taarifa hii imeandikwa kwenye Middle East Eye. Inasema hivi: Karim Khan amesema kuna afisa mwandamizi wa Uingereza alimtishia kuhusu uchunguzi wake dhidi ya viongozi wa Israeli. Lakini Middle East Eye iliwahi kuripoti kwamba David Cameron alitishia kuiondoa Uingereza au alitishia Uingereza kuondoa uungaji mkono wake katika mahakama ikiwa mahakama hiyo itaamua kutoa hati za kutafutwa na kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israeli Netanyahu na waziri wake wa ulinzi Yoav Gallant. Kama mnakumbuka kuwa kabla ya zile hati kutolewa, aliyekuwa mkuu wa majeshi wakati wa Israeli wakati huo, Herzi Halevi, alikuwa Uingereza. Alikuwa ameenda Uingereza katika kipindi hicho. Uingereza ilitoa ulinzi maalum wa kidiplomasia kwa Herzi Halevi wakati, kwa sababu kulikuwa kuna mashaka kuwa haijulikani ni wangapi wataripotiwa kukamatwa, kwa sababu kuna kipindi wakati mahakama ya ICC imeanza kufuatilia mchakato wa kile kilikuwa kinaendelea Gaza, Israeli walidukua mifumo yote ya mahakama ya ICC, wakawa wanaona kila kinachoendelea kabla ya mahakama kubadili tena kuweka mifumo mingine. Kwa hiyo baadaye walivyobadili, Israeli wakawa hawana taarifa kuwa mahakama itawataja nani na nani ambao wanatakiwa na hiyo mahakama. Kwa hiyo Uingereza ikaamua kumpa hadhi maalum au ulinzi maalum aliyekuwa mkuu wa majeshi ya Israeli Yair Zamir. Alikuwa ni Herzi Halevi, Yair Zamir. Alikuwa ni Herzi Halevi, kumpa kinga maalum hata kama jina lake litatajwa na mahakama ya ICC, basi serikali ya Uingereza haiwezi kumkamata katika kipindi hicho. Hiyo nayo ilikuwa ni kashfa ndani ya Uingereza. Mnalinda sheria au mnalinda watu? Sasa hiyo ndio iko hivyo. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ambaye ana raia wa Uingereza, Karim Khan, ameshtaki sasa, amefikisha mashtaka yake. Ameenda kumshtaki rasmi afisa mwandamizi wa serikali ya Uingereza kwa kumtishia kuondoa ufadhili na usaidizi wa Uingereza kwa mahakama hiyo ikiwa mahakama hiyo itaamua kufata hati ya kukamatwa dhidi ya viongozi wa Israeli. Naenda kawaangalia Uingereza walivyomsakama mzee Mugabe mpaka kufariki kwake. Kwa sababu haki. Umeona wao haki wanavyoishughulikia haki. Umeona? Middle East Eye inaelewa kuwa afisa huyo ni waziri wa mambo ya nje na waziri mkuu wa zamani wa Uingereza David Cameron.
Cameroon alikuwa waziri wa mambo ya nje wakati wa Rishi Sunak, lakini amewahi kuwa waziri mkuu kabla yeye kwenye ile sakata la Brexit, nadhani liliondoka na yeye. Sasa madai hayo yamo katika taarifa iliyowasilishwa na Khan kwa mahakama, ambayo inaeleza maelezo ya kampeni inayodaiwa ya vitisho vilivyomkabili mwendesha mashtaka katika kuelekea ofisi yake wakati akiomba hati dhidi ya waziri mkuu wa Israel Netanyahu na waziri wake wa ulinzi Yoav Gallant mnamo Mei 2024 kuhusu madai ya uhalifu wa kivita huko Gaza. Taarifa hiyo iliyowasilishwa Jumatano kwenye chumba cha rufaa cha ICC kinajibu ombi la Israeli la Kani kuondolewa katika uchunguzi na vibali vifutwe. Inaonekana kuthibitisha ripoti ya awali ya Middle East Eye ambayo ilifichua maelezo mengi ya juhudi za kumdhoofisha Kani, ikiwa pamoja na simu ya Cameroon iliyompigia mwendesha mashtaka huyo. Israeli inadai kwamba Kani yeye aliharakisha vibali baada ya kufahamishwa kuhusu madai ya utovu wa nidhamu ya kijinsia dhidi yake. Lakini yani wanasema kuwa Israel wanasema kuwa Khan alipeleka haraka hayo mashtaka baada ya kuambiwa kuwa na yeye anafuatiliwa kwa madai ya utovu wa nidhamu. Lakini taarifa ya Khan inakataa kesi ya Israeli. Inaeleza kuwa inatokana na uzushi wa dhana zenye mwelekeo wa mwisho na madai ya kupotosha au ya uongo na upotoshaji wa kuripoti kwa kubahatisha. Taarifa yake inaeleza kwa undani mpangilio wa matukio yaliyosababisha ofisi yake kuomba vibali dhidi ya Waisraeli hao wawili pamoja na viongozi wa Hamas mnamo tarehe 20 Mei 2024, baada ya miezi kadhaa ya kile alichokieleza kama mchakato wa kina na ofisi yake. Khan amekuwa likizoni tangu mwezi Mei mwaka huu akisubiri matokeo ya uchunguzi wa utovu wa nidhamu wa kijinsia unaoendeshwa na timu inayoongozwa na Umoja wa Mataifa. Pia yeye anakanusha vikali madai hayo dhidi yake. Madai ya utovu wa nidhamu kingono yalifichuliwa kwa mara ya kwanza kwa Khan ana kwa ana na wanachama wa timu yake mnamo tarehe 2 mwezi Mei 2024, siku hiyo hiyo ambayo Khan alikuwa akipanga kutangaza hati ya kukamatwa kwa Netanyahu na Gallant kulingana na ratiba ya matukio yaliyoanishwa kati yake. Yani anasema kuwa taarifa ya kuwa wewe una kesi yalitoka siku hiyo hiyo ambayo siku ya ratiba yake alikuwa amepanga kuwa leo ndio nitatoa hati au nitatoa taarifa ya kutoa hati ya kukamatwa Netanyahu na Yoav Gallant. Na ndio siku hiyo hiyo ambayo akakutana na kadhia kuwa una skendo ya kumnyanyasa mtumishi wako kule Marekani. Katika ombi lake la kufutwa kwa sifa ya mwendesha mashtaka lililotolewa mnamo tarehe 17 Novemba, Israeli ilidai kwamba mwendesha mashtaka hakuwa na alikuwa na upendeleo na alisukumwa na nia ya kibinafsi ya kuwasilisha hati hizo haraka. Lakini Kani alisema kwamba maombi ya hati yalikuwa tayari yameandaliwa kabla ya madai ya utovu wa nidhamu na kwamba uchunguzi wake kuhusu madai ya uhalifu wa kivita Israel na Hamas ulianza Oktoba 2023, muda mfupi tu baada ya mashambulizi ya Hamas dhidi ya Israeli. Katika uwasilishaji wa Khan kama ilivyoripotiwa hapo awali na Middle East Eye, alieleza kwamba kufikia mwishoni mwa mwaka 2023 uchunguzi wake ulikuwa umefikia hatua ya juu ya kutosha kwake kuitisha jopo huru la wataalamu 7 wa kisheria ambao wakiwemo mawakili wa haki za binadamu wa Uingereza Amal Cloner na Helena Kennedy pamoja na mwanasheria wa Israel Theodore Meron. Jopo hilo lilianzishwa rasmi Januari 2024 ili kushauri kama kizingiti cha kisheria cha hati ya kukamatwa kimetimizwa, na haswa kama kulikuwa na sababu nzuri za kuamini kwamba watu waliotajwa walikuwa wametenda uhalifu ndani ya mamlaka ya mahakama. Mnamo Machi sasa ya 2024, Kani alisema jopo hilo lilihitimisha kwa kauli moja kwamba ofisi yake ilikuwa imekusanya nyenzo za kutosha kuomba hati za kukamatwa na kwamba mchakato huo ulikuwa wa haki na huru. Mnamo Machi sasa 24, Kani alisafiri kwenda Marekani ambapo aliwafahamisha maafisa wakuu wa Marekani kwamba alikuwa amekusudia kuomba hati ya kukamatwa katika uhalifu uliofanyika Palestina na kwamba maombi hayo yalitarajiwa kuwasilishwa mwishoni mwa mwezi April. Shinikizo kutoka kwa maafisa kuacha hati za kukamatwa huku maandalizi ya hati yakiendelea. Kani alisema ofisi yake ilikuwa chini ya shinikizo la kidiplomasia
linaloongezeka kutoka kwa majimbo kadhaa yakimtaka kuahirisha na kuachana na maombi dhidi ya maafisa wa Israeli. Hii ilijumuisha simu ya Aprili 19 kutoka kwa afisa mkuu wa Marekani kuhusu matokeo mabaya. Ikiwa vibali hivyo vitafuatiliwa, jambo ambalo Khan anasema alikataa, akitoa mfano ukosefu wa ushirikiano wa maana kutoka kwa Israeli na hakuna mabadiliko katika mwenendo wake na uhasama uliopo Gaza. Shinikizo zaidi lilifuata, ikiwa pamoja na simu ya tarehe 23 April Khan kutoka kwa afisa mkuu wa serikali ya Uingereza ambaye alionya kwamba vibali vya kukamatwa dhidi ya viongozi wa Israeli vingekuwa visivyo na usawa na vinaweza kusababisha Uingereza kuiondoa ufadhili kutoka kwenye mahakama hiyo. Middle East Eye yenyewe inaweza kuthibitisha kama ilivyoripoti hapo awali kwamba simu hiyo ilirejelewa na Khan ilikuwa ni ya David Cameron. Wakati wa simu hiyo, kulingana na vyanzo vyenye ufahamu wa jambo hilo, Cameron alimwambia Khan kwamba kuomba vibali kwa ajili ya Netanyahu na Gallant itakuwa kama kuangusha bomu la hydrogen. Cameron alisema ni jambo moja kuichunguza Urusi kwa vita vya uchokozi dhidi ya Ukraine, lakini ni jambo jingine kabisa, haifai kuichunguza Israeli wakati ilikuwa ikijilinda kutokana na mashambulizi. Ndio Cameron alivyosema hivyo. Sasa Cameron amekataa kujibu maombi ya vyombo vya habari kutoa maoni katika maelezo na kipindi hicho ambacho waandaaji wa taarifa kutoka Middle East Eye ambaye anafahamika kama Peter Obon alikwenda kwa Cameron kuwasilisha maombi ya Cameron kutaka kutoa hiyo taarifa. Lakini chanzo hicho kilisema kwamba badala ya kutoa vitisho, Cameron alisema kwamba sauti kali ya chama cha Conservative zingeshinikiza kuondolewa kwa fedha za ICC na kujiondoa kwa mkataba wa Roma, hati ya mwanzilishi wa ICC. Yani Cameron alisema kuwa kama mahakama itaendelea na hati yake kukamata viongozi wa Israeli, basi serikali ya Conservative, unakumbuka serikali ya Conservative ndio ilidondoshwa na hawa Labour hivi sasa waliopo madarakani kina Keir Starmer, wakati huo ilikuwa ni serikali ya Conservative, itaondoa ufadhili wake wa fedha kwenye mahakama ya ICC na itaandaa kujiondoa kwenye mahakama ya ICC kwa sababu tu ya hati za kukamatwa kwa Israeli. Mnamo Juni, waziri wa kwanza wa zamani wa Scotland, Humza Yusuf, aliambia Middle East Eye kwamba kamati ya mambo ya nje ya bunge la Uingereza inapaswa kuchunguza kilichotokea wakati wa mazungumzo ya simu. Yusuf alikuwa waziri wa kwanza wa Scotland, huku Cameron akiwa waziri wa mambo ya nje wa Uingereza wakati huo, wote wakiwa pamoja. Alisema Lord Cameron lazima awajibishwe. Tunazungumzia suala la uzito mkubwa hapa. Tunahitaji kujua kama waziri wa mambo ya nje wa Uingereza wakati huo alitishia kuondoa fedha za mahakama ya kimataifa ya jinai. Mnamo August, mbunge huru Jeremy Corbyn, kiongozi wa zamani wa chama cha Labour, pia alitaka serikali ya Uingereza kuchunguza kilichotokea katika simu ya David Cameron na Khan. Nadhani tunahitaji kujua, tuna haki ya kujua pia, Corbyn aliviambia vyombo vya habari. Vyanzo kwa mwendesha mashtaka, kufuatia simu ya Cameron, Khan aliorodhesha majaribio mengine ya kumshinikiza asiwasilishe maombi hayo. Baadaye mwezi April, maseneta 10 wa Marekani walimwandikia Khan barua wakimtishia kuweka vikwazo dhidi ya ICC ikiwa vibali vitatolewa. Mnamo April 26, Netanyahu alikosoa hadharani ICC kwenye mtandao wa kijamii akitaja jaribio la kudhoofisha haki ya Israeli ya kujilinda. Khan pia alielezea mikutano mnamo April 30 na Mei Mosi na wawakilishi wa majimbo ya magharibi na maafisa wa Marekani, ambayo anaieleza kama juhudi za kumshawishi asiendelee. Katika simu ya Mei Mosi, seneta wa Marekani Lindsey Graham alionya kwamba kufuata vibali dhidi ya maafisa wa Israeli kungesababisha vikwazo vya Marekani. Vikwazo kwa Khan viliwekwa na Marekani mwezi Februari. Wajumbe wengine wa ofisi yake na majaji kadhaa wa mahakama pia wamelengwa na vikwazo hivyo. Mawasilisho ya Khan Jumatano yalipinga ombi la Israel kama halikubaliki kutokana na ukosefu wa msimamo wa Israeli, lakini alisema hata hivyo ilimhitaji kuweka rekodi sawa kuhusu ratiba ya matukio kwa maslahi ya wazi. Jopo la majaji watatu kwa sasa linachunguza madai ya utovu wa nidhamu wa kijinsia dhidi ya Khan, kulingana na taarifa ya baraza linaloongoza mahakama
ambayo ilionekana kwenye vyombo vya habari. Uchunguzi wa nje ya Umoja wa Mataifa kuhusu madai hayo umekamilika na ripoti yake imekabidhiwa kwa majaji Alhamisi. Inatarajiwa kwamba majaji watatoa uamuzi wa kisheria kuhusu matokeo ya ripoti ya uchunguzi wa ukweli wa Umoja wa Mataifa ndani ya siku 30. Ndani ya siku 30 zijazo ndio tutapata ukweli kuhusu nini kilitokea katika hiyo kashfa, kwa sababu tayari Kani alishapewa vitisho kuwa usitoe hati ya kukamatwa kwa viongozi wa Israeli. Mpaka Cameroon anafikia kumwambia kuwa hiyo ni kitu kingine kabisa, hiyo sio Urusi. Urusi ina haki ya kuchunguzwa, lakini Israeli haina haki ya kuchunguzwa. Mpo wanaharakati wangu? Nimeanza mwanzo. Mpo wanaharakati wangu? Ndio maana ninawaambia kuwa kuna vitu sio vya kufuata sisi. Hata hao wanaotunyoshea vidole kuwa hawawezi kuitimiza haki, leo wanatishia hadi kujiondoa kwenye mahakama, wanatishia kuiwekea vikwazo mahakama. Sio vitisho, Marekani kachukua kabisa. Khan kawekewa vikwazo, mali zake zimezuiliwa, hawezi kuingia Marekani. Majaji wamewekewa vikwazo, mahakama imewekewa vikwazo, ICC fedha zao ambazo zilikuwa zinapitia Marekani zinazuiliwa. Leo hii nchi ambayo inaonyesha utayari wa kuwa karibu na mahakama ya ICC ina shida na yenyewe itawajibishwa. Je, tunataka kwenda ICC kwa kusimamiwa na nani? Au nani anayepaswa kwenda ICC? Anayesimamia nani? Haki inapatikana ICC? Au kwa nini wanapenda kutukimbiza ICC? Nimewasomea taarifa ya juzi. Trump anaionya mahakama ya ICC kuwa ibadili vifungu na vya sheria ili visije kumkamata yeye akija kutoka madarakani, yeye na jopo lake. Kwa kashfa gani? Caribbean, kinachoendelea. Kwa sababu wanafahamu kuwa yale wanayoyafanya hivi sasa kule Caribbean yamekiuka, yamevuka mstari, sio haki. Wanaua, yani wanajitungia, kwa sababu kama wangekuwa kwenye haki ambayo wanaamini ni haki ya kwao, wanachokifanya kule Caribbean, wasingetafuta kinga ya kisheria baada ya kutoka madarakani. Lakini wanatafuta kinga ya kisheria kwa sababu tayari hata wanasheria wao wameshawaambia mmekeuka. Hii hapa itakuja kukukamata huku mbele. Ndio maana wanachotafuta kinga baada ya kutoka madarakani ili wasije kufunguliwa mashtaka. Je, ICC inastahili kubaki kuwa mahakama ambayo inaweza kutoa haki? Kwa sababu ni mahakama ambayo inatoa haki kwa upande ambao wanawezekana. Wao wanausapoti kwa nguvu zote. Alipoulizwa Lindsey Graham, huyu senator wa Marekani, je, Urusi imetenda makosa na inastahili ifikishwe kwenye mahakama ya ICC? Alisema absolutely, yani bila shaka Urusi ana haki ya kufikishwa. Amefanya makosa ya jinai kabisa yanayoendelea kule Ukraine, anapaswa afike kwenye mahakama. Swali lile lile akageuziwa, je, Israeli ametenda jinai na anastahili afikishwe? Pale pale akasema mimi sio mwanasheria, siwezi kujua. Ni mtu yule mmoja anazungumza hivi na hivi. Kwa hiyo tukae tunawaamini hawa kile wanachokiona wao kuwa ni sahihi, ila kwa wengine sio sahihi? Hapana. Hili linatosha kuwa somo kubwa sana. Mimi nimekuwa nikizungumza mara nyingi tu, si kwa mahakama ya ICC peke yake. Katika mifumo mingi ambayo inaitwa mifumo ya haki, ulimwengu ulitakiwa ujitenge nayo. Kitu kinaitwa Umoja wa Mataifa, kaa pembeni. Sijui kitu kinaitwa nini, kaa pembeni. Kwa sababu hiyo Umoja wa Mataifa hautoi haki kwa watu. Lakini hata Umoja wa Mataifa kama utakataa wewe usifanyiwe kitu, bado kuna wengine watafanya na hakuna hatua zozote. Kwa nini waliingia Iraki? Nani aliidhinisha? Umoja wa Mataifa uliidhinisha au walilazimisha kuingia? Na wamechukuliwa hatua gani baada ya kulazimisha kuingia? Kwa nini tuna mahakama ya ICJ ambayo iko chini ya Umoja wa Mataifa, inatoa hukumu kila mara kuwahusu wao kuwa huyu hastahili kufanya hivi? Kwa nini hakuna utekelezaji? Kwa nini kinachoongezeka ni zaidi ya kile ambacho? Kuna faida yoyote ya kuwepo na hizi mahakama? Au zimewekwa maigizo kwa sababu mahakama hizi zinatoa hukumu kwa wengine ambao ndio mnalazimishwa mheshimu hizi mahakama? Lakini mahakama zikielekea kwao, hata kama zitakuwa zimewakamata wao kwenye hizo point, hauwezi kuona hatua zozote zinachukuliwa, wala hakuna chochote ambacho kitachoendelea. Tunastahili tuendelee kuziheshimu, tunastahili tubaki kwenye hii mifumo ya kikoloni, mifumo ambayo imesetiwa kabisa kutushughulikia sisi tu, mifumo ambayo imesetiwa hasa katika ulimwengu fulani, na ni mifumo ambayo kuwa haiwezi ikawanasa wao hata kwa njia gani, haiwezi ikawanasa. Yani wao hawagusiki, hawakamatiki katika hii mifumo kwa njia yoyote. Tubaki humu au tujifikirie mara mbili kuwa hapa tulipo tuko sawa, au tubaki kwetu tuamue kuamua mambo yetu. Aliwaambia Gaddafi, tujitoeni kila sehemu, tubaki kama Waafrika,
tuishi kama Waafrika wenyewe. Wao ndio wanatuhitajia sisi, sio sisi tunawahitajia, kwa sababu sisi tuna kila kitu ambacho wao lazima wakifate. Kwa hiyo Rahby Digital, haki na ukweli.